lakini rehema zako zimetuhifadhi hai mpaka siku ya leo. Umeendelea kututunza, umeendelea kutupa afya njema, umeendelea kutupigania Bwana na kutuokoa na kila hatari na kila mabaya. Mungu uliye hai, tuna kila sababu kukushukuru, kukwambia asante kwa ajili ya siku nyingine ya Pasaka tena tuliyoiona mwaka huu. Jina lako litukuzwe Bwana. Umetuponya magonjwa, umetuepusha na ajali, umetuepusha na mikosi na kila laana Bwana. Hukututia katika yale ambayo adui zetu walitutakia Bwana, bali Mungu uliye hai umejitukuza Bwana. Umetupa sisi Mungu heshima kutupa siku ya leo. Tunalibariki jina lako, tunalitukuza kwa jina la Yesu. Tunasema asante kwako Mungu wetu katika jina la Yesu, kwa kuwa rehema zako kwetu zadumu milele Bwana. Hakuna kama wewe kamwe. Basi nasi Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo iliyo ishara katika maisha yetu, ishara ya agano na alama ya agano tulilonalo na wewe Mungu, kwamba wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako, ya kwamba wewe ni Mungu wetu na sisi ni watu wako. Tazama, tuko mbele zako Bwana, husika siku ya leo, tukuone Mungu sawa sawa na uhitaji wa mioyo yetu. Bwana, ujibu sawa sawa na haja za mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tukae. Ilitokea wakati wana wa Israeli wako katika nchi ya Misri, walienda kwa sababu ya kupata chakula, lakini baadaye wakaenda katika nchi ya Misri kwa sababu Yusufu alikuwa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo Yusufu, kwa sababu ni wale waziri mkuu wakati huo, akapata heshima kwa Farao, akatambulisha kwamba baba yake yuko katika nchi ya Kanaani ambayo ni Yakobo na jina lingine ni Israeli. Ndipo akawaalika wale Misri, wale nchi ya Misri. Yakobo aitwa Israeli akaja na familia yake nzima, jumla kama watu 70, wakaja katika nchi ya Misri. Wakaongezeka wakawa kundi kubwa sana katika nchi ya Misri. Wakakaa kwenye nchi ya Misri, wakakaa miaka 400 wakiwatumikia Wamisri, wakawa watumwa katika nchi ya Misri. Wakaizalisha sana nchi ya Misri, lakini akatokea Farao asiyemjua Yusufu. Waisraeli wakafanya kazi zikawa ngumu sana, wakateseka sana, wakawa wanalia kwa sababu ya ule utumwa uliokuwa ni mzito kwao, kwa sababu ya mateso yalikuwa mazito kwao. Wakawa ni watu ambao wanalia kila siku, ambao wangetamani sana siku moja watoke katika nchi ya Misri. Ndipo Mungu anatokea Musa katika kijiji au mchana kilichokuwa kinawaka moto wala hakiteketei. Musa akiwa anachunga wanyama wote, anaona kijiji kinawaka moto, anaona kichaka kinawaka moto, lakini hakuoni. Musa akataka kuondoka, lakini akasema nitasogea kwenye nini kile kichaka kinawaka wala kitu. Musa akawa anasogea kwenye kile kichaka. Akiwa anasogea akasikia sauti kutoka katika ule moto, vua viatu vyako mahali hapa ni patakatifu. Musa akavua viatu vyake akasogea. Ndipo Mungu akamwambia, nimesikia sauti yangu, nimesikia kilio cha watu wangu Israeli, na kutuma wewe ukawatoe katika nchi ya Misri. Baada ya hapo akamwambia, lakini Farao hatasikiliza. Mungu akaweka ishara mbele kwa Musa, akamwambia, tupa fimbo yako kwa kichwa hili.
ikawa leo. Kaambia hiyo yote, akaogopa sasa Musa. Lakini kushika ile kuingia ile nyoka ikawa shida. Akaweka kwa kifuani, alipoweka ukatokea ukoma kwenye kifua chote na mkono. Akaambia wewe utaiweka kwa sababu Musa alikuwa anasema hawataniamini. Kwa hiyo Mungu akaambia kwa ishara hizi watafanya. Musa akasema Bwana amenituma. Anasema waruhusu Bwana waende wakatumikie. Farao akakataa. Akasema wewe Bwana ni nani hata niwape Musa nimkamtumikie? Kwanza yeye watu wavivu. Akaongeza kasi kwa wana Israeli. Walikuwa wanachukua matofali, wanapewa na zile ngazi za majani za kubebea matofali, lakini akakataa sana swala kazi za kubebea matofali. Watataja hivyo hivyo yakiwa na moto na hesabu ile ile. Kwa hiyo mateso yakaongezeka kwa wana Israeli. Mungu akafanya ishara nyingi, akafanya maajabu mengi, akampiga Farao na Misri kwa maajabu mengi, karibu maajabu 9, lakini baada ya Farao hakuwaruhusu Waisraeli waende. Ndipo Mungu akasema nipate kitu moja, Farao atawafukuza yeye mwenyewe. Ndipo Mungu akamwambia Musa, utasema na Waisraeli, kila mtu atwae mwana-kondoo kulingana na familia, mulo wa familia. Wakati walikuwa na mwana-kondoo mmoja anaweza kuwa watu wengi. Akasema mtamchinja jioni. Mtakapomchinja damu yake mtaweka kwenye bakuli na mtachukua tawi la miso, mtalichoma kwenye ile damu, mtaenda kupiga kwenye vizingiti viwili vya ngano, kwenye viingo viwili vya ngano, na yake kama huu wa ngano na upande huu wa ngano, lakini pia utakekele ngano ni kizingiti cha juu, maana yake kama hicho. Itakuwa Pasaka ya Bwana. Kwa maana mimi nitapita usiku ule katika nchi ya Misri. Nitaua wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu katika nchi ya Misri, na mzaliwa wa kwanza wa mnyama katika nchi ya Misri. Nitafanya hukumu juu ya miungu yao yote. Nani mtatoka katika nchi hii? Atawafukuza. Mtatoka na mali nyingi. Lakini hakikisheni hiyo damu itakuwa ishara kweli katika nyumba zenu. Msitoke kwenye hizo nyumba. Ili yule malaika atakayekuwa anaharibu atakapopita katika hiyo miji, atakapoiona damu kwenye hiyo mwili, atakapoiona damu ya mwana-kondoo katika kile kizingiti cha nuru, yule malaika atapita kwenye barabara hata afike hizo nyumba, ili atavuka atende upande mwingine, atakwenda kwenye nyumba nyingine. Musa na Haruni na wale wazee wa Israeli wakafanya sawasawa na Mungu alivyoagiza. Walipofanya vile, Mungu kweli usiku wa manane akapita katika nchi ya Misri. Alipopita katika nchi ya Misri, akapiga wazaliwa wa kwanza na wanadamu wa Misri wote, akapiga pia na wazaliwa wa kwanza na wanyama wa Misri wote. Nchi nzima ya Misri ikawa na msiba. Nchi nzima ya Misri ikawa na vilio. Hakuwa na nyumba hata moja ambayo ni ya Misri hakuwa na msiba. Kila nyumba ya Misri ilikuwa na msiba. Mungu akawaagiza akasema, hii itakuwa ni sikukuu kwenu siku zote, mianzo milele. Itakuwa ni sikukuu ya Pasaka siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mwanzo wa Pasaka. Nataka tujifunze kwa nini tunasherehekea Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka ilikuwepo kabla Yesu kuja katika mwili, na Yesu pia alisherehekea Pasaka. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 26, kitabu cha Mathayo sura ya 26, Mathayo sura ya 26.
mstari wa 17. Tasoma mstari wa 17, wa 18 na wa 19. Alafu nitaruka nitakuja kusoma mstari wa 26 na wa 27. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 26 mstari wa 17 imeandikwa, hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Wakamwambia, ni wapi utakapotaka tukuandalie uile Pasaka? Ni wapi utakapotaka tukuandalie uile Pasaka? Mstari wa 18 akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wako. Mstari wa 19, wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka nilipokusimulia kitabu chochote na kusoma ni kitabu cha Kutoka sura ya 12. Utaweza kusomea sasa. Utaona kwamba Pasaka haikuwa sikukuu kwa sasa. Pasaka alikuwa ni mwanakondoo. Tuseme mwanakondoo. Huyu mwanakondoo alikuwa ametolewa kwa sababu maalum. Hakuwa tu mwanakondoo, ila alitolewa kwa ajili ya sababu maalum. Aliitwa Pasaka kwa sababu ya kusudi la kutolewa kwake. Maana alisema kila nyumba itamchinja mwanakondoo, mtamtoa katika mbuzi au katika kondoo wa mwaka mmoja. Maana yake ni mwanakondoo sio tu ni kondoo, anaweza kuwa umetoka kwenye mbuzi au umetoka kwenye kondoo, anaitwa mwanakondoo na jina lake ni Pasaka. Kwa nini anaitwa Pasaka? Maana yake anaitwa Pasaka kwa sababu alitolewa kama dhabihu ya Bwana. Alitolewa kama kafara kwa Mungu. Dhabihu ni kafara. Alitolewa kama kafara ya kwamba yule mwanakondoo damu yake ilikuwa na muhimu sana katika kuhakikisha kwamba wana wa Israeli wanapona na kuokoka, hawapati madhara siku ile ambapo majanga na madhara yalikuwa kutokea katika nchi nzima. Kwa hiyo wameagizwa wamchinje Pasaka. Kwa hiyo Pasaka anaitwa mwanakondoo ambaye alitolewa kwa dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuonesha kwa ajili ya kukujengea imani. Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12 mstari wa 11. Kutoka sura ya 12 mstari wa 11. Tutasoma mstari wa 11, tutasoma mstari wa 21, tutasoma na mstari wa 27, mstari mmoja mmoja tu. Mstari wa 11 anasema, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Sema ni Pasaka ya Bwana. Sema tena ni Pasaka ya Bwana. Asante. Mstari wa 21 unasema hivi, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Sema mkamchinje Pasaka. Sema tena mkamchinje Pasaka. Mstari wa 27 anasemaje? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana. Sema dhabihu ya Pasaka ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mwanakondoo alikuwa ni dhabihu kwa Bwana. Ndio anaitwa dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Huyo kondoo ni dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Inakuwaje ni dhabihu ya Pasaka kwa Bwana? Dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Sema dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Sema tena dhabihu ya Pasaka kwa Bwana. Sasa dhabihu ya Pasaka, maana yake nini dhabihu ya Pasaka? Pale tuliposoma mstari wa 11 anasema ni Pasaka ya Bwana. Kwa nini anasema ni Pasaka ya Bwana? Mstari wa 12 anasema maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 14 anasema ndipo inakuwa sikukuu. Anasema hivi, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Inaitwa sikukuu ya Pasaka kwa sababu siku hiyo Mungu aliagiza wachinje mwanakondoo na damu yake waweke katika milima ya milango na kizingiti cha juu, ili kwa hiyo damu ipate kuwa ishara, ipate kuwa alama, ipate kuwa ishara ya nini na alama ya nini? Ipate kuwa ishara na alama ya agano kwamba watu hao hawatakiwi kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi malaika Mungu amewatuma waende kupiga nchi ya Misri. Walipoona damu katika milima ya milango ile miwili na kile kizingiti cha juu, wale malaika akaivuka ile nyumba, akaenda kupiga nyumba zingine anazoziona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Pasaka ikawa sikukuu kwa sababu wanapoadhimisha sikukuu wana wa Israeli walikuwa wanaadhimisha kwamba Mungu anatuokoa sisi, anatuhifadhi sisi, lakini anatuangamiza wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati majanga yanakuja kwenye nchi nzima, sisi Mungu anatuokoa. Ndio maana tunasherehekea nini? Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hii ndio tusherehekea Pasaka? Kwa sababu kilichokuwa kinatakiwa ni damu. Nyama waliambiwa wale yote, lakini damu ni hizo katika milango. Kwa nini sisi tusherehekee Pasaka? Wenzetu washerehekea kwa sababu Mungu aliwaokoa sisi, alikuwa anaharibu nchi yote nini? Ya Misri, akawaokoa. Lakini kwa nini sisi tusherehekee Pasaka? Kwa nini sisi tusherehekee Pasaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 26. Mathayo sura ya 26 tuliyosoma. Twende sasa mstari wa 26 na wa 27. Tunaona kwa sababu damu ilitumika kama ishara, kama alama kwamba watu wao wasikuse. Bwana Yesu akiwa anasherehekea Pasaka anaitambulisha damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu akawa anaitambulisha Pasaka, anaitambulisha damu yake akisherekea Pasaka. Tumesoma ile mstari wa 17 anasema hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalia uile nini? Pasaka. Maana yake ni kama tungesema ni wapi ambapo ungependa Pasaka hii upate kula na kunywa au kusherehekea? Ni wapi ambapo ungependa Pasaka hii upate kufanya sherehe ya Pasaka? Ni wapi? Ndicho tulichosema. Yesu akawaagiza waende mjini. Lakini tukienda mstari wa 26 imeandikwa, nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27 akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote hiki. Mstari wa 28 kwa maana hii ndiyo damu yangu
ya agano. Sema, hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaitambulisha damu kama ambavyo mwanakondoo ambaye walimchinja aliyeitwa Pasaka, ili kwamba wao wapate kupona pale ambapo majanga yanatokea kwenye nchi nzima. Wao wazazana na watoto wao walipotoa ile damu, Yesu anakutambulisha hapa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati huo tukumbuke, Yohana wakati ule anamuona Yesu. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 29. Tunamwona Yohana anamuona Yesu. Anamtaja vipi Yesu? Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana anamuona Yesu, anamtaja vipi Yesu? Yohana sura ya kwanza na mstari wa 29. Hebu tumtambue Yesu kidogo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 imeandikwa, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hebu tuseme, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yohana anamuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, anaonesha tazama mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa Yesu anatambulisha kwetu kama mwana nini? Mwana kondoo. Sema, Yesu ni mwana kondoo. Lakini tunaona pia Yesu kwa kuwa mwana kondoo, tunaona kwamba Yesu anatambulisha damu yake akiwa anawashirikisha wanafunzi mkate na divai. Sasa hiyo damu yangu imeonekana kwa fidia ya nini? Ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa anatambulisha hiyo, lakini bado kwa kuwa anatambulisha damu, kwa nini tunasherehekea Pasaka? Twende kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. Tunataka tumtambue Yesu akiwa mwanakondoo. Yesu akiwa mwanakondoo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5 na mstari ule wa 7. Lakini kipengele ninachohitaji sana ni B, kwa sababu Pasaka wakati mwingine iliitwa ni sikukuu ya mikate sio chachu. Maana Biblia inasema wale mikate ambayo haijawekwa amri ya kuongeza ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wale mikate ambao hawajaweka chachu. Kwa hiyo sasa tunaona hapa, twende mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. Tumuone Yesu kama mwanakondoo ambaye tunajua kwenye kitabu kile cha Kutoka kwa habari ya Pasaka aliitwa nani? Mwanakondoo. Tumuone Yesu hapa. Mstari wa 7. Tusome wote, 1, 2, 3. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo, hamkutiwa nini? Chachu. Lakini lengo mimi ni B anasemaje? Tusome wote. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo Yesu ndiye Pasaka wetu, na Pasaka tumejifunza alikuwa ni nani? Mwana kondoo. Lakini tunamwona Yohana anasema alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo. Bwana anamuita Yesu mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Wakorintho Paulo anatuonyesha kwamba Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka ya nani? Kristo. Kwa hiyo tunajifunza Kristo Yesu ni nani? Ni Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu ni nani? Ni Pasaka. Sema, Kristo Yesu ni Pasaka. Sasa kama ni Pasaka, ina maana gani kwenye maisha? Lazima tuangalie Pasaka alikuwa na maana gani katika maisha ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Pasaka kwenye maisha ya wana wa Israeli wakiwa Misri alikuwa na maana hii. Damu yake ilikuwa ishara ilipowekwa katika miimo miwili ya ngao na kile kizingiti cha juu. Wakati ule uharibifu, mauti inakuja katika nchi ya Misri kwa Misri, na Mungu aliagiza damu iwe katika miimo milango na kizingiti cha juu, ili kwa malaika anayepita akiona ile damu asiweze kudhuru kwenye nyumba hiyo, asiweze kuingia kwenye nyumba hiyo akapiga na kuua, bali aweze kuvuka ile nyumba
ni Pasaka yetu. Yesu Kristo ni Pasaka wetu na ametufikisha damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kama Pasaka kwetu ni ishara, kwetu ni alama ya agano tulilonalo kati sisi na Mungu na sisi, kwamba majanga yanapopita kwenye mitaa yetu, majanga yanapopita kwenye kanisa, majanga yanapopita kwenye wilaya, majanga yanapopita kwenye ukoo, majanga yanapopita kwenye taasisi zinazofanya kazi, yale majanga yasije yakakupata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo anatolewa kwetu kuwa Pasaka ili damu yake ipate kutulinda sisi, ipate kulinda nyumba zetu, ipate kulinda uhai wetu, ipate kulinda maisha yetu, ipate kulinda kama mifugo yetu, ipate kulinda kama biashara zetu, isije ikapata na madhara yoyote ambayo yanaweza kutokea katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho Mungu anachotuonesha. Baada ya wana wa Israeli kupona siku hii, Pasaka inaleta vitu viwili. Cha kwanza, walitoa kondoo kwa ajili ya ulinzi wa maisha, lakini cha pili, walifanya kuwa sikukuu wakiendelea kumshukuru Mungu katika maisha yao, jinsi ambavyo Mungu aliokoa siku hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye kitabu cha Kutoka nikuoneshe kitu hapa. Sura ile ya 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 12 naanzia mstari wa 23. Anasema hivi: kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miiba miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Sema, Bwana hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu na kuharibu ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi: nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu, mtakaposherehekea sikukuu hiyo ya Pasaka. Kwa nini? Anasema kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, nini maana ya utumishi wenu huu? Nini maana ya utumishi huu kwenu? Wakituliza, kwa nini mnasherehekea Pasaka? Tunawajibu nini? Tunawajibu kwamba, mstari ule wa 27, ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunasherehekea Pasaka, ni kwa sababu kwa damu ya Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu. Mungu akuingia kwenye project na kutuangamiza. Mabaya yalipokuwa yanapita kwenye mtaa hayakuingia kwenye nyumba zetu. Mabaya yalipokuwa yanapita kwenye taasisi hayakutupata sisi. Mabaya yalipokuwa yanapita kwenye mikoa hayakutupata sisi. Mabaya yalipokuwa yanapita kwenye ukoo hayakutupata sisi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunasherehekea Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa siku ya leo tunaposherehekea hii Pasaka ni watu ambao tunafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Tunapatanisha sadaka zetu za shukrani mbele za Mungu, tukimshukuru kwa jinsi ambavyo toka mwaka jana mwezi wa 4 mpaka watoto wanasherehekea Pasaka nyingine Mungu amefanya ametulinda. Lakini wakati huo tunatolea sadaka tukibadilisha damu ya Yesu kwa Mungu atulinde tena tunapoendelea na mwaka huu kuanzia huu mwezi mpaka mwaka mwingine mwezi wa Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyotafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi sehemu, ikatokea kwenye ile taasisi kuna mtu kaonekana akadanganya, akapewa wale wagonjwa hospitali, akapewa wale watu wameshindana kutibiwa hapa, anatakiwa yeye nje ya nchi kutibiwa. Alienda nje ya nchi, kumbe
lakini kumbe yule mtu alikuwa anajihusisha na jambo. Usalama katika wengi wao kwa maana wakati alipaa kupeleleza, lakini pia usalama katika mchezo akaenda pale bila kupeleleza. Baadaye kilichokuja kutokea, taasisi nzima walifuta wafanyakazi wote, akabaki mtu mmoja tu, na mwingine ambaye alikuwa kabisa na pamoja kwa sasa anafanya jambo la hiyo kwenye taasisi, lakini yule mtu mmoja alikaa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kitu cha Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo kitu tunachosema, damu ya Yesu Kristo ni ishara kwetu. Pale inapotokea shida, mahali popote pale, utapona peke yako, kwa sababu wewe damu ya Yesu Kristo ilikuwa ishara kwa Yesu Kristo anatolewa kwa Pasaka kwenye kanisa sasa. Kwa siku ya Pasaka iwe ni siku ambayo sisi tunamshukuru Mungu aliyetuokoa. Wakati mwingine na jana napita kwenye kitabu Bwana Yesu sasa. Ukisoma bali tunaona kulikuwa na mfalme mmoja. Yule mfalme ni Nebukadneza. Anasema akayachukua maini, akaenda kusimama nje ya panda, akayatikisa maini, akapiga kula, wakati mwingine anaelekeza upande, uweze akaelekeza upande, uweze ili apate. Bwana Yesu sasa. Wako watu kwenye kitabu ambao kwa kutoa wanaweza kuelekeza kwa upande upige wapi mpaka Bwana Yesu sasa. Ndio maana unakuta baadhi ya baadhi ya mitaa kinatokea kitu pale, ni kama tunafanya au kama ni kuachana, inaanza kuachana nyumba ile, inafuata ile, ukijiangalia unakuta kama inakuja nyumba. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo ni vyema kabisa kutumia damu ya Yesu Kristo na sadaka zetu kuhakikisha kwamba Mungu apate kutulinda tena tuweze kufika mwaka mwingine. Kwa hiyo wenzetu washerekea kwa Mungu aliokoa, na sisi tusherekea kwa Mungu ametuokoa. Yalipotokea maneno kwa vitatu vyote, sisi tulikuwa salama. Yalipotokea maneno kwa sisi tulizopo, sisi tulikuwa salama. Yalipotokea maneno kwa kwa zetu, sisi tulikuwa salama. Yalipotokea maneno kwa kanisa, sisi tulikuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Utatuliza na sasa kwa kanisa. Ukisoma kitabu cha Ezekiel sura ya 9 utaona kwamba anasema waite wale na kitu cha kumaliza mikono mwao, wakaja watu kama sisi. Lakini akapokea mwingine ambaye alivaa na ibada kama mwana tusajili kwa au injilisti, lakini anakidao watu cha wino cha kuangalia kitu kwenye kiuno chake, ana wino wake kama nilivyo hivi. Anasema wakati anakuja kwa wale wasubiri kwanza, wale malaika waliokuwa na panga mikono mwao kwa ajili ya kuua, akamwambia yule mwenye kile kidao mwenye ile salama ya kupitia, akamwambia yeye pita katika miji yote, ukaweke alama kwa kila ambao wanamlilia Mungu wanamchagua kwa kila kitu usiku na mchana. Anasema yule mtao kulia kwenda kuweka alama kwenye vipaji vya nyuso za wale watu ambao wanamlilia Mungu mchana na usiku kwa ajili ya nchi. Lakini akawaambia wale waliokuwa wanapanga mikononi mwao, piteni mfuateni nyuma yake. Akawaambia angalizeni, msihurumie wala msiachilie. Angalizeni mzee kwa mtoto, mwanamke kwa mwanaume, jicho lenu msione huruma. Angalizeni, akasema mkianzia patakatifu. Ule uharibifu, ule kutoka wapi ulianza kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia hapo kanisa ndio maana tunasema damu ya Yesu Kristo kama Pasaka wetu imetolewa kuwa ishara kwamba majanga yanapotokea kwenye taifa, yanapotokea kwenye mkoa, yanapotokea kwenye wilaya, yanapotokea kwenye mtaa unaoishi, yanapotokea kwenye ukoo wako, lazima tuwapatanishe sadaka zetu kwa Mungu kwa ajili kwanza kumshukuru anapokuja na kufikia kwa Mungu. Lakini cha pili kwa ajili ya kuomba ulinzi wa Mungu tena kwa ajili kufikia tena mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya Pasaka kwa Mungu atuepushe na nini? Na majanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lisifiwe sana. Naomba tusimame. Kila mtu ashike sadaka yake ya Pasaka, ili tukamwambie Mungu, tukamshukuru Mungu alipotutunza kufikia siku hii.
kufikia Pasaka yenyewe, lakini pia tukamwombe Mungu atuinde tena tufikie Pasaka ya mwakani tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati tunatoa sadaka, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kutoka kwa wote na kuomba tena atuinde, kwa sababu ndivyo inavyotoka. Yesu Kristo akatolea sadaka zetu. Kwa nini sadaka zetu? Pale ambapo moyo wako uko, pale unapokuwa na moyo wako kuweka kwa Yesu Kristo, tunaweka moyo wetu kwa Bwana. Bwana Yesu Kristo, tunaosogeza moyo wetu kwa Bwana. Tunataka hazina yetu, penda yetu tuweke pale kwa Bwana na kwa Bwana, ili maisha yetu yapate kutuzwa mbele za Mungu. Bwana Yesu Kristo. Nani anataka kutuzwa na Mungu? Nani anataka kutunzwa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kutuzwa na Mungu, sivyo jamani? Tunataka kutuzwa na Mungu, sivyo? Shika sadaka yako, talifuatisha haya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kile ambacho kilipangwa ndani ya mwezi huu au kutoka mwezi huu kipate, hicho kitu kisipate wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuambia mabaya hayatatupata sisi. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 91 ndipo anapoonyesha, ijapo watu 1000 wanaanguka kushoto kwako, 10,000 mkono wako wa kuume, anasema hata hivyo hayatakupata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuambia kwamba japokuwa tunapata taarifa kuna watu wanakufa, lakini Mungu anatuambia kwamba tujaposikia, lakini hayatakupata sisi. Ni sisi kuamini kwamba kama alivyosema Mungu ndivyo atakavyotenda kwa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kilichopangwa juu ya maisha yako kisikupate kwa jina la Yesu. Kile ambacho kimekusudiwa juu ya maisha yako kwenye mwezi huu au kuanzia mwezi huu mpaka tunamaliza mwaka, kisikupate kwa jina la Yesu. Chochote ambacho adui wamepanga kwenye maisha yako kwenye mwaka huu kisikupate kwa jina la Yesu. Walichopanga kwa watoto wako, walichopanga kwa mwenza wako, walichopanga kwenye kazi yako, kisitokee kwa jina la Yesu. Uharibifu wowote hauna kibali kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Tuseme Mungu kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa damu ya Yesu ambayo ni ishara katika maisha yetu na kwenye nyumba zetu. Kwa damu ya Yesu tumekingwa na hatari tangu mwaka uliopita mpaka mwaka huu. Umelinda maisha yetu, umetuokoa, umetukomboa Bwana uhai wetu na kaburi, umetuokoa Bwana na roho za mauti. Mabaya yaliyokuwa yanapita kwenye mitaa yakitafuta kuua wanaume, wanawake, watoto wa kiume na watoto wa kike hayakutupata sisi, kwa sababu Bwana umezuia kwa damu ya Yesu iliyokuwa ishara. Wale roho wabaya waliona damu ya Yesu katika milango yetu, waliona damu ya Yesu kwenye vipaji vya nyuso zetu, hawakutudhuru sisi, walituvuka, walikwenda maeneo mengine, sisi hatukuathirika. Yale majanga yaliyotokea kwenye mitaa hayakutupata sisi, yale majanga yaliyotokea kwenye ukoo hayakutupata sisi, ulituepusha nayo kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru, tunasema asante kwa jina la Yesu kwa ajili ya Pasaka hii. Tumetambua wewe ni Pasaka wetu, tumetambua damu yako ni ishara, damu yako ni ya ondoleo la dhambi katika maisha yetu. Tuondolee dhambi kwa damu yako Yesu, tutakase roho zetu, nafsi zetu na miili yetu. Bwana
Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tukingwe, tuokolewe, tukombolewe, tusipate na mabaya, maisha yetu yawe salama kwa damu ya Yesu. Tunaposafiri, tunapotembea, tunapolala, tunapoamka, damu ya Yesu itulinde, ilinde watoto wetu. Katika jina la Yesu tunatangaza ulinzi kwenye maisha yetu. Kwa damu ya Yesu tuwe salama, tunavyokula, tunavyokunywa, tunavyovaa, tunavyoingia, tunavyotoka, tuwe salama kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mabaya yaliyokusudiwa juu ya maisha yetu mwaka huu, baada ya kutoka hapa, yasiweze kutupata. Kwa damu ya Yesu tuwe salama sisi, kwa damu ya Yesu tupo salama, kwa damu ya Yesu tupo salama, kwa damu ya Yesu tupo salama, na familia zetu na watoto wetu tupo salama, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana na mbele za Mungu akupigania katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, tazama watu wako, tumejifunza neno lako kuhusu Pasaka ambaye Bwana ni mwana kondoo. Tunajua damu yake ilitiwa katika mioyo yao na vizingiti vya juu, na ililetwa na Yesu Kristo, mjumbe wa Agano Jipya, kwa damu ya kunyunyiza iliyoonekana mema kuliko damu ya Habili. Tunatumia damu ya Yesu iliyoonekana mema kulinda maisha yetu, kulinda uhai wetu, kulinda roho zetu, kulinda afya zetu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shangilie Bwana Yesu.